kusema asante. Tunamshukuru Mungu kwa mchana wa leo ambapo Mungu ameonekana mwema kwetu, maana kuwa mahali hapa sio kwa nguvu wala uwezo wetu, bali ni neema kutoka kwake, na kwa ajili ya hiyo hatuwezi kosa kumwambia asante. Tunashukuru pia baba mchungaji ambaye uko baraka kwetu, kusipoikuambia ni kukua na moyo sio kuwa na shukrani. Na wala kila siku maombi yetu ni kwamba Mungu atusaidie tusikuwe watu wasiokuwa na shukrani. Kwa sababu moja ya kuonesha ya kwamba Mungu anatupenda ni kutupatia baba mchungaji mzuri. Haleluya. Kama we hauijue na ikutangazia, kwa sababu wakati ambapo tunatembea katika mji tunakuwa na fiere wanapotuuliza unaombaka wapi. Naposema naomba kwa kanisa la Kadafi, wanapotafuta nasema mali ambapo mchungaji Mungu anasimamia kanisa la Mwaso ni hapo ninaomba. Unaposema vile unasikia jina lake linakupatia kibali, ni ushuhuda. Na kwa ajili ya hiyo Bwana hatuna uoga ya kuishuhudia na kusema Mungu akusaidie na akubariki, lakini pia na hizo baraka zikaende hadi kwenye kizazi chako. Asante pia kwako mpendo ambaye Mungu amekujalia neema kama mimi kuingia asubuhi ya leo. Mungu akubariki kwa siku ya leo, na afungue masikio yako na macho yako ili kusikia yale ambayo na kuona yale ambayo anakusudia kwako na kwangu kwa siku ya leo. Haleluya. Asante pia kwa wewe ambaye unaniombea mara kwa mara. Ninajua ya kwamba sio kwepesi, na wewe ambaye mara kwa mara katika maombi yako hausahau kutuombea, lakini pia na watumishi wengine na zaidi baba mchungaji. Mungu akubariki sana kila wakati unapofanya hivi, kwa sababu hatuna kingine tunachotarajia kwenu kama isipokuwa sote siku ile tuingie katika ufalme wa mbinguni, lakini pia na kuweza kutuweka katika maombi kila siku. Amen. Basi pamoja na hiyo, juma mzima tulianza somo na leo tutaweka mkato. Sisemi nukta, lakini nasema tutaweka mkato. Na somo letu la juma mzima ilikuwa kusema ya kwamba anayejua thamani yako ni Mungu, utampa nini? Amen. Anayejua thamani yako ni Mungu, utampa nini? Na kwa ajili ya hii sitarudia katika yale tuliyosema katika juma, kwa sababu mengi ambayo tutayagusia na yale ambayo tutayasoma iko kama vile kurudiria, na yale ambayo Roho ataruhusu tuongeze tutayasema. Tutakuwa na usomi 4 mfupi. Ya kwanza itakuwa katika kitabu cha Waebrania sura yake ya kwanza, mstari wake wa kwanza na ule wa pili. Nasirudiria, Waebrania sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili. Usomi wetu wa pili utakuwa katika kitabu cha Waroma sura yake ya 8 mstari wa 32. Waroma 8:32. Usomi wa tatu utakuwa katika kitabu kile cha Waroma sura yake ya 12 mstari wa kwanza. Na kwa kipindi hiki cha kusoma cha kwanza tutasoma kitabu cha Zaburi 50 mstari wake wa 14. Zaburi ya 50 mstari wake wa 14. Kutakuwa usomi zingine ambazo katika kushuka tutakuwa tukizisoma, lakini ni hizi 4 ndizo ambazo tutazisoma kwa mwanzo na ambazo zinabeba somo letu la mchana wa leo. Kwa hiyo tutaenda katika usomi wetu wa kwanza katika kitabu cha Waebrania sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza hadi 2. Kwa wale walio na Biblia zao tunaweza kuzifungua tusome pamoja. Kwa kuwa ambaye Biblia yako ni katika telefoni au katika tablet unaweza kuiwasha. Roho Mtakatifu hakatale, hapana, kwa sababu pia haivunje kiroho kwa wale walio wa kiroho. Na kama hauna hizo mbili,
kwenye ubao wetu, kwenye TV zetu, unaweza jitahidi kusoma pamoja nasi. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu aliyesema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, katika siku hizi za mwisho amesema nasi katika mwana ambaye alimweka kuwa mrithi wa vitu vyote. Kwa yeye aliyafanya ulimwengu. Usome wa pili katika kitabu cha Waroma sura yake ya 8. Waroma sura yake ya 8 mstari wake wa 32. Waroma sura yake ya 8 mstari wake wa 32 nasema, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Yeye asiachilia mwana wake, lakini alimtoa kwa ajili yetu yote, namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Usome wa 3, Waroma 12 mstari wa kwanza. 12 mstari wa kwanza anasema katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hii ndugu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Zaburi 15 mstari wake wa 14. Zaburi ya 15 mstari wake wa 14 nasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Tolea Mungu dhabihu za kushukuru, natimizia aliye juu nadhiri zako. Haya ni maneno ya Bwana Mungu wetu. Amen. Tunakushukuru Mungu, tunalibariki jina lako. Uko mwema kila leo na uko mwema kila siku. Kwa sasa Baba, tumesimama mahali hapa, sio kwa nguvu wala uwezo wetu, kama isiyokuwa kwa huruma yako na neema zako. Na kwa ajili ya hiyo Bwana, najiacha mikononi mwako, ili mimi nipotee uonekane, ninyamaze. Bwana, neno lako hili lifae kwangu, lifae kwa kila ambaye tumekusanyika mahali hapa asubuhi ya leo, na pia yule yote atakaye lisikia kwa njia tofauti, likaweze kutusaidia ili kutambua jinsi ambapo Mungu unavyotusamini na jinsi ambavyo unavyotupenda. Na kwa sababu ya hiyo tusiache kujitoa kila siku, kila sana, kila dakika kwako, ili tukushukuru na zetu kwako. Ubarikiwe Mungu, upewe sifa na asante, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tumesema ya kwamba juma mzima tulisema ya kwamba kuna neno ambalo linasema ya kwamba narudiria, tukisema ya kwamba tuko na kichwa cha neno ambalo tulikianza tangu mwanzo wa juma, kinachosema ya kwamba anayejua thamani yako ni Mungu, utampa nini? Amen. Nitaanza nikisema ya kwamba Mungu ndiye ambaye anayejua thamani yako zaidi ya watu wote. Lakini hajui thamani yako tu, lakini pia ndiye ambaye anayekuthaminisha. Ni kusema kile chochote ambacho kinaweza kuonekana cha muhimu, cha maana kwako, ndani mwako, au ulicho nacho, ni neema tu umepata kutoka kwa Mungu. Na kwa sababu ya hii, wanadamu wanaweza kuona thamani yetu wakati ambapo kuna Mungu ambaye ametutengeneza. Amen.
Kama mimi ninaposimama mahali hapa, unaweza kuniona nikihubiri kwa sababu Mungu amenifanya mhubiri wa habari njema. Kama yeye asingalifanya, kama tungalirudia katika utaratibu wa wanadamu, katika kriteria za wanadamu, kama tungalirudia katika agano la kale, mimi singalistahili. Amen. Kwanza mimi sio Mlawi, sikuzaliwa katika jamaa ya Lawi. Pia baada hata ya Yesu kuja, mimi nimezaliwa katika jamaa ambalo hawakumjua Mungu zaidi. Amen. Hawakumjua Mungu. Lakini Mungu yuko yule ambaye amenitafuta kwa njia ambayo alipenda. Nilikuwa katika utoto wangu mzaifu, mgonjwa sana, ambaye walikuwa wakifikiria kwamba sitaishi. Na hata wakati mwingine wakisema simumutupe. Lakini ingawaje katika ile hali yote ya magonjwa, kumbe kulikuwa pia Mungu kunitafuta. Na katika kunipeleka huku na huku, kwa mwisho wakanipeleka kwa mjomba wangu Kale. Nikafanya huko mwaka mmoja wakati ambapo yuko mchungaji pale. Na hapo Mungu akanisaidia, nikaanza kumjua Mungu. Na Mungu akanisaidia, na hata hivi kunakuwa kupanda na kushuka, lakini kitu kilicho kizuri ni kwamba Mungu anaendelea kunishikilia katika mambo yote. Kwa ajili ya hii, tunaposema ya kwamba anayejua thamani yako ni Mungu peke yake, inataka maanisha nini? Inataka kutuambia tukirudia katika maisha yetu ya kawaida, unaweza pia kujua namna gani mtu anakusamini au mtu anakukubali, anaona thamani yako. Katika juma tulisema, leo acha tena niirudirie. Ni wakati labda unaweza kuja mahali hapa sasa, jinsi tumesikia ndugu wageni. Ni wakati ambapo unaweza kutembelea mahali fulani. Jinsi ambapo jambo la kwanza utajua ya kwamba wanakusamini, wanaona thamani yako, ni namna wanavyokupokea. Ni namna wanavyokupokea. Sijui kama ulishaenda nafasi fulani kisha uone jinsi wanakupokea, itakutambulisha ya kwamba hapa unakibali au kweli wanajua thamani yako. Mtumishi aliyehubiri katika juma sio ili lile lingine lililopita, mgeni tuliyekuwa naye kutoka kwa kanisa letu la Lasos, alituambia jinsi wakati mwingine alialikwa katika nchi jirani, na alipofika walifikiri, walitarajia kuona mtu wa namna labda ya kutisha. Lakini aliposhuka kwa airport, cortege iliyokuja kumuona, kumngoja, walipoona jinsi alivyo, wakaweza kuirudisha, wakaweza kubadilisha hata mpango waliokuwa nayo ya juma. Kuliko hata wampatie muda wa kufundisha, wakamwambia, mchungaji akamwambia, nakupatia tu dakika 15. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kitu kilicho kizuri ni kwamba Mungu wetu ambaye anajua thamani, aliyejua thamani ya mtu yake, katika ile miniti 15 aliyopewa, Mungu alionyesha thamani yake kwa watu na akapindua mambo. Aliyepewa miniti 15 akakuwa wakusia aendeleshe. Si aendeleshe tu, lakini pia mchungaji akakubali ile wiki, na sio hilo wiki tu, akamwambia pia kwamba ana safari ya kwenda Marekani, lakini na jinsi ana safari ya kwenda, anamsii kama anaweza kungojea abakie na kanisa hadi atakaporudia. Ona jinsi ambapo mgeni amegeuka mwenyeji. Kwa sababu gani? Kuna Mungu ambaye anayemsamini, ambaye anaonyesha thamani yake kwa watu. Iko hapa neno ambalo la pili ni utajua ya kwamba wanajua thamani yako namna ambapo wanavyojitoa kwa kukupokea. Kuna watu ambao, kuna wageni ambao mara kwa mara tunawaona wanatutembelea, unaona mnamalizana tu kunjia kumlango wa lupango. Kuna wengine mnaendelesha nao kubalkon, kuveranda, unaona tu mgeni anakuya mnamalizana pale. Kuna wengine ni kusalo, lakini pia kuna wengine ambao tunawasi, eski hawezi hata bakia leo.
Lakini sio hiyo tu, zaidi ya jinsi ambavyo unavyojitoa kwa kumpokea, lakini pia kitu ambacho unachompokea nacho. Mtu anaweza akajitoe kwa kupokea, kupatia maneno peke yake. Zaidi siku hizi uchoyo ilishaingia sana ndani ya watu. Lakini mtu ambaye unayeona thamani yake, utajitatamua, utajitahidi. Kuna mfano mzuri katika Biblia, mtu ambaye ni mtu wa Mungu, katika Mwanzo sura yake ya 18, ukasoma 2 hadi 8, Biblia iko natuambia kwamba wakati ambapo Abrahamu alipowaona malaika watatu, alikuwa akiketi mbele ya hema lake, alienda haraka akakimbia kwa kuweza kuwapokea. Hakuita hata mke wake Sara, hapana. Lakini mwenyewe alienda kwa furaha, alienda kwa bidii. Najiuliza hiyo miaka ambayo Biblia inatuambia Abrahamu alikuwa nayo, namna gani aliweza kukimbia? Parce que Biblia inasema kwamba alienda akikimbia kwa kuweza kuwapokea. Na hakukimbia tu kwa kuwapokea, lakini pia akawashuka na akawasiwa kuja nyumbani kwake. Pia zaidi ya ile, akaweza kuwasi waweze kuingia nyumbani kwake ili akawapatie maji ya kunywa. Walipokubali, alipowasi, akaenda haraka, akaenda kumwambia hata mke wake. Katika yale mapokezi akayashirikisha hata nyumba yote. Maana Biblia inasema kwamba akaenda kwa mke wake, akasema naye aandae unga 3, vipimo 3 vya unga kwa ajili ya kuwatengenezea mkate. Zaidi ya hiyo, na yeye pia akakimbia haraka katika ufugo wake, akaleta kondoo mzuri kwa ajili yao. Na hakuishia pale, akashirikisha hata na mtumishi kwa kumwambia fanya haraka, na wakamaliza, akawapatia chakula. Haleluya. Kwako na kwangu ndugu, napopokea wageni, wapokee bien, kwa sababu mtu hajuaki. Ule mtu ambaye leo unaziona unampuuzi, unamdharau, anaweza kuwa njia yako ya kuweza kubarikiwa. Maana Biblia inatuambia kwamba ni hapo ndipo ambapo baada ya kula wakaweza kumwambia Abrahamu, mke wako Sara yuko wapi? Na wakamwambia, mwaka kama na huu tutarudi kwako, atakuwa anakumbatia mtoto. Haleluya. Na wewe na mimi jifunze kwake, ili kupitia kumpokea wageni na sisi pia tunaweza kubarikiwa na Mungu. Na zaidi Biblia inatuambia ya kwamba inabarikiwa nyumba ambayo inayowapokea wageni. Haleluya. Sasa tukienda katika somo letu, anayejua thamani yako ni Mungu. Biblia inatuambia katika Waebrania ya kwamba wakati ambapo Mungu ilimpendeza akuje kusema na wewe kwa wakati huu. Tukaenda katika Agano la Kale, Mungu alikuwa akisema na waliotutangulia. Biblia inasema kwamba alisema nao kwa njia ya ndoto na kwa njia ya manabii. Lakini kwa wakati huu Mungu alikuja yeye mwenyewe kupitia Yesu Kristo ili aseme na wewe, ili aseme na mimi. Sababu gani mbili tunazoweza jifunza mahali hapa? Sababu ya kwanza ni kwa maana wewe sio mtu kawaida kama unavyojizania au unavyojidharau au watu wanavyokudharau. Wewe uko mtu wa thamani kwa Mungu, kwa sababu uko ule ambaye kwa Mwanzo 1:26 akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, anayefanana nasi. Na hakuishia pale, akakupatia mamlaka kwa ajili ya kutawala vyote alivyoviumba. Ona thamani ambayo Mungu anaokupa. Na ndio maana akasema Mungu hata kuja tena kupitia hata malaika, hata kuja tena kusema kupitia mitume, kupitia makuhani, lakini na wengineo, lakini akakuja ili aseme na wewe mwenyewe. Mungu wakati ambapo mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania anatuambia, iko natuonesha thamani ya Yesu ambaye aliye juu ya mitume, juu ya manabii, juu ya makuhani, juu ya malaika na wengineo. Kwa ajili ya thamani yako alikuja mwenyewe. Lakini jambo la pili ambalo tutaelewa hapa ni wakati ambapo
amekuja kwa ajili yako yeye mwenyewe kusema na wewe, kwa sababu katika Yohane 10 sura yake ya 8 Biblia iko inasema ya kwamba Yesu iko nasema ya kwamba wote waliomtangulia walikuwa mabandia na wezi na hamkuwasikiliza, na hata miongoni mwao pia kuna wengine ambao walizaifuka, walipungukiwa. Na ndio maana Mungu ameweka kutoa wale wa intermediaire, wale wa commissionnaire kwa ajili ya upatanisho wako wewe na yeye, kulingana na thamani ambayo ulionayo machoni pake. Haleluya. Na sasa katika Waroma 8:32 njoo iko nasema Mungu ambaye hakuweza kumzuia au hakuweza kuacha kumtoa mwana wake kwa ajili ya kukomboa, kwa ajili yako na kwa ajili yangu, hata kufa, aseme ni kitu gani ambacho hakutupatia pamoja na yeye? Hakuleta kila mtu mwana wake. Katika juma wakati ambapo tulikuwa tunasema, tukasema ya kwamba ni Mungu ambaye anaijua thamani yako, ni Mungu ambaye ameenda kabisa kugusa. Kama ingalikuwa jeshi wangalisema kwamba amegusa kwa kartushe yake ya mwisho, lakini kama ingalikuwa mama angalisema ya kwamba alienda kugusa katika tumbo. Wamama wanaelewa wakati tunasema hii, kusema alijideprie, na hakuna kitu kingine ambacho angaliweza tena kutoa kulingana na thamani yako mbele zake kama isipokuwa mwana wake wa pekee. Kwa sababu gani? Kwa maana ni huyu ndiye ambaye hata Waebrania anaposema, anasema ya kwamba huyu ambaye aliviumba vitu vyote kwa ajili yake. Wakati ambapo Wakolosai pia iko natuambia hilo jambo ya kwamba 1:16 ya kwamba anatuambia kwamba ni kwa ajili ya huyu ndiye vitu vyote viliumbwa, na wala hakuna chochote kilichofanyika bila yeye wala pasipo yeye. Ona huyu Mungu jinsi ni wa mzuri. Sasa nitaenda kusema na wewe namna 5 ambapo huyu ambaye pia aliyetolewa kwa ajili yako, kwa ajili ya kuonesha thamani yako, jinsi pia ambapo anavyokusamini, jinsi ambapo Yesu pia anavyokusamini, anavyonisamini, anavyoona thamani yako, na hata yeye mwenyewe akafika kiwango ambapo anajiona kusipokuwa kitu. Katika Wafilipi 2:5 njoo iko natuambia kwamba yeye aliyekuwa sawa na Mungu akuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Na kwa ajili ya hiyo mambo haya 5 na sio yote, lakini nitasema tu kwa sababu pia muda hauko kwa ajili yetu siku zote au kwa wakati wote. Jambo la kwanza, Yesu anaonesha thamani yako katika kujitoa kwa ajili yako, ni katika kitabu cha Yohane wa Injili 15 mstari wake ule wa 13. Yohane wa Injili 15 mstari wake wa 13. Biblia iko nasema ya kwamba Yesu mwenyewe anasema ya kwamba ni upendo gani au upendo gani mkubwa ulio kama na huu, mtu kutoa uzima wake kwa ajili ya rafiki zake. Iko kwepesi useme unanipenda, iko kwepesi useme ndio ninamsamini, najua ya kwamba huyu ni mtu wa thamani mbele zangu. Lakini mbele ya kulipa gharama kwa ajili ya huo upendo sio rahisi, na zaidi sana wakati ambapo tunasingiziwa wala wakati ambapo tunatupiliwa. Iko kwepesi useme ya kwamba unanipenda mimi, iko kwepesi useme ya kwamba ninakubali ya kwamba mtu huyu ni mtu wa thamani katika maisha yangu, lakini kulipa gharama sio rahisi. Lakini kwa sababu ya thamani yako, Yesu aliweza kukubali kuweza kulipa ile bei. Amen. Alikupenda kiwango ambapo
yeye mwenyewe alijitoa. Na hakujitoa ili aweze kuwa kama jinsi tunavyotia katika kitunga. Hapana. Hakujitoa ili uweze kumtuma. Hapana. Hakujitoa ili aweze kubadilishwa. Hapana. Lakini alijitoa, yenye Biblia inasema ya kwamba zaidi ya kuweza kupigwa, aliweza kusulubiwa, aliweza kutoka maji na damu, aliweza kuangikwa kwenye msalaba na hadi kufa, ili wewe usiishi tena kwa ajili yako mwenyewe, bali kwa ajili yake. Amen. Jambo la pili, tunaposema juu ya jinsi ambapo Yesu alivyojitoa kwa ajili yetu, tunaiona katika Waroma sura yake ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Waroma sura yake ya 9 hadi ya 10. Huyu aliyehesabu, aliyeona samani yako na samani yangu, ameweza kutupatanisha na Baba na kuweza kuondoa uadui uliokuweko kwa sababu ya dhambi kupitia damu yake na kifo chake mwenyewe Yesu Kristo. Haleluya. Kwa ajili ya kuweza kukusamini au kuonesha samani yako kwa Yesu, yeye mwenyewe aliweza kukubali aweze kukupatanisha wewe na Mungu Baba, na ondoe uadui uliokuweko. Na hii si kwa jambo rahisi, bali kwa damu yake na kifo chake. Sasa wewe ambaye unaepuzi damu ya Yesu, wewe ambaye unaishi si kwa ajili yake, bali kwa ajili sasa yako, wakati ambapo tunasema juu ya damu ya Yesu Kristo, ningalikusi Mungu akusaidie, Mungu anisaidie kila wakati tusione kuwa sawa damu kawaida. Biblia iko natuambia zamani kwa ajili ya dhambi wanyama walitolewa. Mchungaji alikamata wakati mrefu kwa kutufasiria hizo picha zenye kuwa katika ubao inayowekwa teme yetu ya mwaka inayosema ya kwamba mimi ni ibada. Akatuambia jinsi wanyama walikuwa wakiuzishwa kwa ajili ya kuchinjwa kwa ajili ya dhambi za mtu. Lakini ingawaje damu ya hizo nyama kuchinjwa kila wakati, hakuna damu iliyoondoa dhambi za mwanadamu. Damu zote zilikuwa zikifunika hiyo damu. Inamaanisha ya kwamba kwa wakati pia fulani hiyo damu ingalisukuliwa na dhambi zako tena zinaonekana. Lakini damu ya Yesu Kristo imekuja kuondoa, kusafisha, kutosha hadi kiasi ambapo mtu hawezi kuona dhambi anapokuona kama isipokuwa damu ya Yesu imeweza kuosha. Ndio maana tunakuja mbele zake chini ya damu yake, tukiwa wachafu kama vile damu yenyewe, lakini kupitia kuoshwa kwa damu yake tunasafishwa na tunafanana weupe kama vile theluji. Asante kwa hii damu, na asante kwa kazi kubwa hii damu imefanya kwa ajili yetu. Nitakuambia ya kwamba katika Mwanzo 2:17 wewe na mimi tulihukumiwa kwa ajili ya dhambi. Na katika Mwanzo 3:6 tukaweza kuzitimiza kupitia Adamu na Eva. Biblia inasema kwa 3:6 Mwanzo ya kwamba Eva akaona ule mti ambao Mungu alikataza, akaona ya kwamba ulikuwa mzuri, wa kupendeza, wa kutamanisha, na hata akachukua tunda lake akalikula. Unajua dhambi katika maisha yako na katika maisha yangu haionekane dhambi, haifanyike dhambi wakati ambapo watu wanaitambua, wanaijua. Lakini hata katika chumba chako na chumba changu, hata katika siri yako, kwa Mungu inaonekana, maana anajua yote na anaona yote. Na ndio maana Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alikuja kwa sababu hizi dhambi. Mungu ambaye mara kwa mara alikuwa akimtembelea mwanadamu, iliweza kuleta matengano, ileta uadui mkubwa.
Yesu akakuja kwa ajili ya kurudisha ule upatanisho. Ule upatanisho. Unajua leo tuko na nchi ambazo tunashtakiwa au tunazitaki ya kwamba zimetuvamia. Na kama kesho tunaweza kufikia ushirika tena nazo, itakuwa jambo la mzuri, kwa sababu linafaa kwa ajili yao na kwa ajili yetu kuishi katika amani ya kweli. Na ndio maana mtu ambaye anakusaidia kupatanisha na ule ambaye mlikosana naye ni mtu wa kuambia asante. Na tujitahidi kwa ajili ya hiyo. Maana pia ni neno la Mungu linavyotuambia tutafute amani na watu wote na usalama na utakaso, maana pasipo hii hakuna atakayemwona Mungu. Kama Yesu asingaliweza kutupatanisha, ni kwa njia gani basi wewe na mimi tungaliweza kumpata, tungaliweza kumwona? Jambo la tatu, aliondoa hukumu yote kwa ajili yetu kupitia yeye mwenyewe. Yesu amekuja, ameondoa hukumu wote ulio kati yetu na yeye. Tafadhali, ameondoa hukumu yote kupitia yeye mwenyewe. Yaani amehukumiwa, amefanyika dhambi ili sisi wenye dhambi tupate kuonekana wema, tupate kuonekana wazuri. Ndio maana Waebrania 8 sura yake ya kwanza ndiye iko natuambia sana kwa ajili ya maneno hii, jinsi ambapo Yesu Waroma 8, tafadhali, Waroma 8 sura yake Waroma sura yake ya 8 mstari wake wa kwanza ndio iko nasema ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Haleluya. Hakuna hukumu kwa ajili ya wale walio katika Kristo Yesu. Ulizo ni kwako na kwangu. Kama ni hakuna hukumu kwa wale ambao walio katika Yesu, una uhakika ya kwamba kweli uko katika Yesu? Maana sisi watu tumetosheka mara kwa mara kuja kanisani, kuitwa tu mshirika Mkristo wa kanisa la Mwaso. Tumetosheka tu kuitwa watu wa dhehebu fulani. Tunatosheka kukusanyika Jumapili au katika juma. Lakini kenye Mungu anataka kwako na kwangu ni ushirika. Ni ushirika wako na Yesu. Kwa sababu wote ambao wasiokuwa ndani ya ushirika pamoja na Yesu, hukumu, ghadhabu ya Mungu iko juu yao. Na ole kwetu, kwa sababu leo watu tumebaki katika dini kuliko tukue katika Kristo Yesu. Wakati ambapo Yesu alikuja kumaliza haya mambo ya madini. Haleluya. Yesu alikuja kuondoa dini, lakini wewe ungali mtu wa dini. Mtu wa dini uko mwanamemba wa kanisa na umetosheka na ile, lakini haitakusaidia kama usipokuwa mtu ambaye ni kiungo cha mwili wa Kristo Yesu. Na hii inatakika wewe kuungana, kuambatana na yeye. Na wale ambao wanaoambatana na yeye ni wale watu ambao wamejisafisha katika damu yake. Ni wale watu ambao wamempokea pia katika maisha yao ili awe Bwana na Mwokozi ya maisha yao, ambao wasiotembea kwa ajili yao wenyewe, bali Yesu ndiye amekuwa mwongozi wao. Maana Biblia inatuambia katika Waroma 8:14 ya kwamba wote walio wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Ni Mungu anayekuongoza au unajiongoza wewe mwenyewe? Unajibu, ninajibu, lakini ngalikusi kwa siku ya leo kukuambia kwamba ambatana na huyu Yesu, ungana na huyu Yesu, kwa sababu ni yeye amechukua hukumu zako. Haijali unafanya mambo gani, umkaribie, kwa sababu hadi sasa anakuita njoo kwake. Na jambo la 4 nataka kusema ya kwamba huyu mwenyewe wa Kolosai sura yake ya 2 mstari wa 14, Biblia imetuambia kwamba amekuja kubomoa na kutundika kibarua ambacho kilichotuhukumu. Jemsa, jembokusa. Haleluya. Amen.
Unajua wanasheria ambapo wako mahali hapa wanaweza sana kuelewa jambo hili. Wanaweza sana kutafsiri zaidi labda yangu mimi, kwa sababu wanajua mambo ya sheria. Huyu Yesu akitambua ya kwamba haitoshi kukutetea, haitoshi kutosha hukumu yako, akijua ya kwamba kama kikaratasi kilichotuhukumu kitakuwa kingali kinawekwa, inawezekana kwa muda fulani, kwa sababu watu wanapoenda katika masambo haitoshe waseme hapa ya kwamba umeshinda. Inawezekana kwa instance mtu ambaye umemshinda aende kwa instance ya pili na afanye rekuru, na hapo pia ushindwe na wewe. Haleluya. Sasa Yesu akijua ya kwamba hawa watu wanamshtaki, na kama nisipobomoa hiki kikartasi ambacho kilicho wa hukumu, ambacho kilichoandikwa juu yake hukumu yao, hawa watu wangali wanafungwa. Na Yesu akakuja zaidi ya kukibomoa, lakini pia akaweza kiandika, kukitundika pale msalabani. Amen. Ndio maana tunapokuja kwake, ingawaje mizigo, ingawaje shida zote, tunapomkaribia, anapotuondolea dhambi kupitia damu yake, anapotosha hukumu yote ambayo iliyokuwa kulingana na makosa au na dhambi zetu, anavuta, anatufanya kuwa viumbe vipya. Sisi tunakuja mbele zake, anafanya kenye wajiristi wanasemaka, anafanya kazi yetu jidisie inakuwa vierge, anatufanya upya. Mungu wetu wabarikiwe sana. Huyu Yesu tutampa nini? Huyu Yesu nini ambayo tutaweza pia kufanya kwa ajili yake? Utampa nini? Tampa nini kwa ajili ya kazi kubwa hizi ambazo amezitimiza kwa ajili yako na kwa ajili yangu? Ningalikusi mpendo uliye mahali hapa, Mungu akusaidie na weze kuangazia roho yako, ili ukatambue matendo makubwa haya kwa ajili ya Yesu kuweza kuonesha thamani yako tofauti na umbaji mwingine wote ambayo kila leo anaitimiza. Na jambo la tano ninalolipenda ni wa Roma 8:34, na katika Yohane 14 mstari wa 3. Zaidi ya Yesu kufanya kazi hizi zote, akijua ya kwamba tungali katika mwili, hata leo angali anafanya mbinguni kazi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Halale kwa ajili yako, halale kwa ajili yangu. Katika Waroma Biblia inasema iko mkono wa kuume wa Baba akituombea. Haleluya. Haache na kukuombea, haache na kutuombea. Hapa mkono wa kuume wa Baba anakuombea. Na kitu gani anakuombea? Wakati ambapo Mungu ameweka vitu vyote katika mikono yake. Nisema amekuwa jibu kwa kila ombi lako lote. Amekuwa jibu kwa kila hitaji yako yote. Amekuwa suluhisho kwa kila chochote ambacho unachokiomba kwa Baba. Iko mkono wa kuume wa Baba akituombea. Lakini pia na akijua ya kwamba tuko katika mapito katika ulimwengu huu, anatuandalia makao mazuri katika nyumba ya Baba yetu. Hii ni habari njema kwako na kwangu, wewe ambaye Yesu anaijua thamani yako, na wewe ambaye unaikubali kuambatana na yeye, na si kwa leo tu, lakini kila siku katika maisha yako na katika maisha yangu. Ndio maana mpendo ambaye umejaliwa neema mchana ule uko mahali hapa, swali ni kwako, swali ni kwangu, ile ambayo katika somo letu inayotuambia kwamba anayejua thamani yako ni Mungu, utampa nini? Hili jambo kwa ajili ya vile vyote Mungu kuonesha thamani yako, kwa ajili ya yale yote ambayo Yesu anayoyafanya, aliyafanya na hata sasa anaendelea kuyafanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ulizo
utampa nini? Nitampa nini? Utampa nini? Nitampa nini? Wanasheria walio mahali hapa wanajua wakati ambapo wanapewa kesi, wanapoitetea, kuna mshahara ambao wanapewa baada ya kesi. Kuna mafrais honoraires zao wanapewa na ni haki yao. Maana Biblia pia nasema mtumishi ana haki kwa mshahara wake. Ndio maana swali ni kwako, utampa nini? Na kwa sababu Mungu wetu ni mwema, hakutaka ubabaike au ni babaike, nihangaike nianze jiuliza. Akafunulia Paulo aseme na Waroma kama jinsi ambapo mchana wale wanakufunulia kupitia neno lake. Waroma 12 mstari wa kwanza ndipo amekuja sasa kutuambia kwamba kile utakachompa, kile ambacho anakusudia na tarajia kwako, anasema toweni miili yenu. Haleluya. Toweni miili yenu. Unajua Mungu ni mwema na alijua ya kwamba shida ulio nao, shida nilio nayo ni huu mwili. Na mara kwa mara mtu iko na utayari wa kuweza kupana wakati hana. Mara kwa mara mtu iko na utayari wa kuweza kupana wakati ambapo hana. Na akajua ni kwa sababu ya mwili. Maana wakati uko katika shida au wakati ambapo hauna kitu, unapoona katika mtu katika magumu, uko na huruma sana katika mwili. Akasema toweni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Paulo anasema kwa huruma ya Mungu muitoe miili yenu. Kwa sababu huyu mwili kwa wakati wote ambapo kulingana na yale ambayo Mungu anayokupenda, kulingana na thamani ambayo anayokupatia, lakini pia ambayo anayokutengeneza kila siku. Akajua ya kwamba roho iko kila wakati tayari, lakini mwili hauna nguvu. Ndio akasema toeni miili yenu kwa Bwana muda wowote iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Aseme hapo ndipo utumishi wenu utakuwa na maana mbele za Mungu. Reconnaissance yako kwa Mungu na yangu inaonekana ni wakati ambapo Mungu tunajitoa kwake yeye ambaye anayetenda makubwa katika maisha yetu. Wakati ambapo ametuokoa, wakati ambapo anatusaidia, wakati ambapo anajibu maombi yetu. Reconnaissance yako na yangu kubwa ni wakati ambapo pia unajitoa kwake. Na hii ni hapa ndipo ambapo hautakuwa Mkristo ambaye usiyekuwa ibada, lakini unakuwa ibada. Kwa sababu kujitoa kwake haiko tena kitu ya kukuita. Haiko kitu tena ya kusukumwa kufanya kazi ya Mungu. Haiko kitu tena ya kuwa katika niseme nini malikirimba mbo Mungu akafanya hivi na mimi nitafanya hivi. Haukuje tena ukifikiri ya kwamba unakuja kwa ajili ya mchungaji asiulize uko wapi, wazee wasikutembelee wala waende kutafuta, lakini ni katika hali ya kutambua ya kwamba ni nini nitampa huyu Mungu. Ngua basi niende kwake. Furaha yako imekuwa ile Zaburi 122 iko nasema ya kwamba nalifurahi waliponiambia niende nyumbani kwa Bwana. Kila wakati wanapotangaza hapa mpango ya kanisa, kwako wewe unasikia ni furaha, ikiwa ya maombi, ikiwa ya mafundisho na mambo kadhalika, ikiwa makorale, ikiwa upendo, kwako wewe ndio inafanya furaha yako, kwa sababu wewe kwanza umekwisha kuwa wa Mungu. Na jambo la pili, Zaburi ya 15:14 akatuambia kwamba Mungu hatarajia hata kitu cha kutisha kwetu kwake. Sababu gani? Ukasoma pale juu iko namwambia Daudi ya kwamba ni sadaka gani ambazo
anaweza kumtisha nazo, wakati ambapo wanyama wote na wandege wote ni mali yake. Wala Biblia iko natuambia kwamba mbingu na dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Ndio akasema toleeni Mungu shukrani zenu. Haleluya. Tunapojitoa kwa huyu Mungu, tunapokuja mahali hapa, ni kwa ajili tu ya kumshukuru. Kwa sababu yote tulio ni kwa neema yake, ni kwa uwezo yake, ni kwa nguvu zake. Yote tunayo ni kwa uwezo wake, ni kwa nguvu zake, wala sio kwa ujuzi wala akili zetu. Tumtolee shukrani zetu. Lakini pamoja na shukrani zetu, kumbuka naziri unazozifanya kwa Bwana. Mara kwa mara wakati mtu yuko katika magumu, hakosake Mungu akanifanya hivi. Mara kwa mara mtu anapokuwa katika shida, anakuwa anasema Mungu akaniokoa na ulu. Kama jinsi ambapo sisi tunavyosema wakati ambapo tutatoka katika ulu, kuona tena nchi moja, kuona tena tunapatana, kuona tena kazi zinarudia, kuona tena kunakuwa kukula na kushiba, kuona tena avyo inashuka Goma, kuona tena banki zinafungula, kuona tena kazi yako inarudia. Watu wengi sasa ukawaambia watu juu ya sadaka, watatoa, wako tayari kutoa juu sai hawana. Wakati mtu hana iko tayari kutimiza, mupatie sasa. Mwili anaanza kumuonesha, ona kwanza watoto masomo. Sasa hizi kubikwa soma na nini? Ni kwa sababu huyu mwili hatujautoa kwa Bwana. Lakini nataka kuarifu ya kwamba tolea Mungu shukrani zako, lakini pia utimize naziri zako. Usibaki na naziri. Na nitaka kuambia kwamba moja ya maombi ambayo Mungu anayajibu kwa haraka ni maombi ambayo yanasindikizwa na naziri. Analipofika kila wakati alikuwa akienda kuomba, lakini siku alikumbuka ya kwamba nitoe naziri kwa Mungu, mbingu zilijibu, akampata Samueli. Shauri yangu kwako ni kwamba ukue pia kama Ana, maana baada ya kuweza kupokea, aliomba, alisikiliwa, alijibiliwa na akaweza kutimiza. Na wewe pia Mungu akusaidie muda wote tunapoenda mbele za Mungu, muda wote tunapokuwa na Bwana, katika shida yoyote, unapouona mkono wa Mungu, unapopokea jibu kutoka Bwana, usikose kutimiza naziri yako. Basi ni hapa mpendwa, nitaka kuambia mbele hatujaenda kuomba Mungu kwa kumrudishia shukrani kwa ajili ya hii samani ambayo anayotuona nayo, lakini pia ambayo ametufanya watu wa samani wakati ambapo tulitupiliwa, tulikataliwa. Wakati ambapo tumesema tumekuja ili tujitoe kwako, wakati ambapo tunasema tunamshukuru. Nataka kuambia nahitaji tuombe na watu wa aina mbili kwa mchana wa leo. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye mimi anayenitisha mara kwa mara. Ni mtu ambaye ninamfulia kofia kila siku. Ni wale watu ambao wanapita katika jangwa ndani ya maisha yao. Ni wale watu ambao tunaishi na wao, ambao wakikuambia kweli kulala na kulamuka ni neema kutoka Mungu, na unapowaona unasikia kweli huyu ni neema ya Mungu. Ni mtu ambaye hana mbele hana nyuma. Ni mtu ambaye amekataliwa, mtu ambaye ametupiliwa. Hao watu ambao wanaoishi katika jangwa, wanapitia maisha ya jangwa, ni watu ambao wanaishi mateso siku hizi, kiwango ambapo kiongea na yeye, mpendo uliye hapa, ule mwenye uko pembeni yake, ungalijua maisha iko nayapitia, ungalimsikilia huruma. Mimi ninamvulia kofia ule aliye pembeni yako, kwa sababu kwa wale ambao wanaojua maisha wanayoyapitia, jinsi ambapo wanasumbuka, mili na wasumbua,
jinsi ambapo wanasumbuka waume wanawasumbua, jinsi ambao wanasumbuka wake wanawasumbua, jinsi ambapo wanasumbuka watoto wanawasumbua, jinsi ambapo wanasumbuka wazazi wanawasumbua, jinsi ambapo wanasumbuka majirani wanawasumbua, zaidi sana jinsi ambapo tunavyoishi. Lakini ingawaje mambo hayo yote wanaoyapitia, sawa Waisraeli walio katika jangwa, wametambua vitu viwili. Kitu cha kwanza, wametambua ya kwamba tutaenda tena kwa nani kama isipokuwa kwa Yesu peke yake. Wametambua ya kwamba msaada wao hauko katika watu, hauko katika vitu wao, katika elimu au ujuzi wao, kama isipokuwa kwa Mungu peke yake. Kupona kwao si kwa sababu tu wanapata dawa, lakini wanajua kwamba kuna Mungu ambaye ni mponyaji. Na ingawaje hawajapona, ingawaje wanapitia mateso haya yote, watoto wanasoma kwa shida, wanafukuzwa kila siku, lakini ingawaje hayo yote, na wavulia kofia ninapoona jinsi ambapo wanaendelea kujitahidi kumtumikia Mungu, jinsi wanaendelea kujitoa kwa huyu Mungu. Nasema Mungu, maombi yangu kwao kila siku na siku ya leo, Mungu ambaye wana wa Israeli wale ambao walibaki waaminifu katika jangwa hawakuangamiza, lakini aliwavusha mto wa Yordani, aweze kuwavusha hili jangwa, wawe kama wakina wa Kalebu na wakina wa Yoshua ambao waliona kile ambacho Mungu aliahidi, nchi ya ahadi ambao Mungu aliahidi, waone mkono wa Mungu. Na hawa ni watu ambao nawavulia kofia kwa sababu wako alama ya Yesu ambaye Roho alimuongoza katika jangwa akijaribiwa, na baada ya majaribu alishinda. Israeli yote ilijua ya kwamba ulimwengu umepata mkombozi. Haleluya. Na wewe inawezekana katika nyumba, katika jamaa, wenzako katika kanisa watambue ya kwamba huyu mtu ametembelewa na Mungu, na ni wewe ambaye unayejitahidi. Ingawaje hali yote tunayoyapitia, unayoishi, masumbufu yote, unavumilia na unaendelea kumtumainia Bwana, unaendelea kushikamana na yeye. Mpendwa, usivunjike moyo. Mungu anakuona. Katika jangwa alituma malaika kwa Yesu. Haleluya. Mungu iko pamoja na wewe. Huyo aliyetuma malaika kwa Elia kaweza kumhudumia. Huyo ambaye alituma kibombobombo akaweza kuhudumia mtumishi wake, na wewe hata kuacha. Na maombi yangu, ingawaje kupitia jangwa, Mungu asikuime mana ya kila leo. Haleluya. Mungu asikuime mana yako kwa ajili ya kila leo. Watu wa pili ambao tutaenda kuomba nao Mungu ni aina ya watu ambao wameuona mkono wa Mungu. Walikuwa katika huzuni, walikuwa katika kulia, waliomba siku nyingi. Ni watu ambao wanashughulikiwa zaidi ya vitoto vya ndege. Lakini kinachonishangaza mimi ni watu ambao wameshindwa kujitoa kwa Bwana. Wamekuwa kanisani kama wenye kusukumwa. Wamekuwa katika kazi ya Mungu vikwazo kila siku. Wamefikiri wanafanya ni kwa ajili ya mtumishi, mchungaji. Wamefikiri ya kwamba ni kwa ajili ya wengine. Ni watu ambao ndani mwao ukiona kwa kweli moyo wa shukrani umekosekana. Ni watu ambao wametosheka, wamefikiri ya kwamba wamefika, ijapokuwa nilitaka kuambia kwamba kile ambacho Mungu ametenda kwako sio mwisho. Kuna mengine ambayo anakusudia mazuri kwa ajili yako. Kulikuwa wakoma 10 ambao waliosumbuka na walipomuita Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Yesu alipowaambia waende jionesha kwa makuhani, mmoja miongoni mwa 10 walipopona akarudi kwa miguu ya Yesu. Na Yesu ikakuwa mshangao kwake. Ndivyo Yesu iko na kushangaa wakati ambapo anaona unatia kifua, wakati ambapo anaona unavimba, wakati ambapo anaona
kushukuru, kusifu inakuwa matatizo. Wakati ambapo anaona kutoa kwake inakuwa shida, na hata unaanza kuwa na masababu na kujitafutia maverse katika maandiko ya kuweza kujustifia. Lakini nitakwambia haya yote unayotafuta kwa faida yako katika maandiko kwa ajili ya kusipomshukuru Mungu hayata kudedwane mbele yake. Huyu mkoma mmoja aliyerudi zaidi ya wale 10 kupona, Yesu akamwambia jambo nzuri ya kwamba pia na dhambi zako zimesamehewa. Mpendo uliye mahali hapa, Mungu ana mpango, ana vizuri vya mingi ambavyo anatarajia kwako. Umezaa ndio, unahitaji ukomalishe. Komalisho unahitaji usomeshe. Usomesho unahitaji upate kazi, mtoto apate kazi. Aoe, aolewe. Uko binti, uko kaka, unataka kuoa, unataka kuolewa ndio. Au labda umepata kazi wakati ambapo wengine hawana. Katika haya yote ya kumpa kitu. Uko mtoto katika nyumba, unashughulikiwa kwa yote. Kuna watu ambao hawajiulizi watakula nini leo jioni, wakati ambapo wengine wako najiuliza baada ya hapa tutakula nini. Lakini wewe unavyo. Kinachonishangaza wakati ambapo wanasema tumshukuru Mungu, kwako wewe na mabazokasa zingine huko kula katika kanisa, hauna hata heshima mbele ya Mungu wewe. Mpendwa, wakati ambapo wanasema tupige mikono, unakuwa saa mwenye uko na upele katika mikono. Ni maandiko, hauyapige kwa ajili ya muongozi, hauyapige kwa ajili ya mtu, anakuambia uyapige kwa ajili ya Mungu aliye juu mbinguni. Mpendo uliye hapa, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, jua ya kwamba hatujafika bado. Tungali katika safari. Kwa ajili ya hii, kuwa mpole. Jitowe kwa Mungu. Jitowe kwa Mungu. Shukuru Mungu, sifu Mungu, mtukuze Mungu, kwa sababu Mungu akusaidie. Usifie kiwango ya katika Danieli sura ya 4. Kuna mtu pia pale ambaye jambo la pili utajiona jifunza kwa huyo mtu, ambaye pia alistawi katika ufalme wake mfalme Nebukadneza. Wakati ambapo sura ya 4 mstari wa 4 anasema kwamba alikuwa katika hekulu yake amestarehe, ametulia. Kwa 5 Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo haikupita muda mrefu alipokea ndoto. Zaidi ya kupokea ndoto, haikukawia, tafsiri ilishuka zaidi, tafsiri haijaisha, alipokea neno kuambiliwa kwamba sasa wewe Nebukadneza utatupwa, utaenda katika pori, na wewe utakula majani, na wewe utaota manyoya kama nyama wa pori, kama pia utaota mabawa, utaota pia manyoya kama vile ndege wa angani. Mpendwa, ule Mungu ambaye anayefanya wafalme na njoo anawashushaka, ule Mungu ambaye anapanaka na njoo anaimanaka, ule Mungu ambaye amekufanya ukue jinsi ulivyo, unajivuna wewe kwa sababu ya sura Mungu amekupatia kuliko mtukuze Mungu. Mpendwa, jua ya kwamba inawezekana pia cicatrice kuwe juu yako. Sio maombi yetu, lakini tuko tunakuarifu kulingana na kiburi ambacho kinapanda ndani mwako. Kuwa na moyo wa kujitoa kwa Mungu, ujue ya kwamba yote nilio ni kwa neema ya Mungu, na sasa nitafanya nini? Namrudishia shukrani. Mungu akusaidie mpendo wa Mungu, anisaidie. Ni hawa aina ya hawa watu wawili ambapo tutenda kuomba nao Mungu kwa mchana ule kwa ukamaliza. Nitakusii kwa wakati huu, kama uko hawa watu wawili, mtu wa kwanza ule ambaye nimesema ya kwamba ingawaje yote ambayo tuko tunayapitia, ambayo yote unayaishi, ingawaje magonjwa, ingawaje kutupiliwa, kukataliwa, ingawaje kuteseka pasipo kufanya kitu chochote, kuteswa pasipo kitu chochote, lakini haujiache na kujitoa kwa Mungu kila leo, nitakusii utasimama, utakuwa miongoni mwa wale ambao tutakaomba nao Mungu, ili Mungu zaidi ya kuwapatia mali yao,
lakini pia Mungu aweze kuwafikisha katika ahadi zao, wapate kuziona, wasiwe miongoni mwa wale watakaozipepea, bali wapate kuwa miongoni mwa wale watakaozishika wao na uzao wao. Na wa pili, labda umeweza kuinuka, umeweza kupungukiwa, umeweza kufikiria kwamba ulikuwa umefikiria kwamba inatosha hivi, wakati ambapo kuna mahitaji mengine hapa mbele na Mungu ndiye jibu. Au wakati ambapo Mungu alikuwa amechukua hasira kwa ajili yako, kama alivyo sirikia Nebukadneza, kusipu kuweza kujipiga kwa kifua yake aseme ni kwa nguvu zangu wewe Babylon nimekujenga. Mungu anataka pia uweze kumkaribia tena, kumwambia Baba unisamehe, na tangu leo nimekuja kujitoa kwako. Asante. Tunaomba pamoja tukipata wimbo mfupi, niseme nini Bwana, kwa yote na shukuru, kulinda watulinda. Na wewe uko na jioji, Mungu akusaidie unaposimama, ujue unasimama kwa ajili ya jambo gani. Kati ambapo ni mimi wa kwanza ambaye niko wima, nikiwa tena wima mara ya pili, nikijua ya kwamba yote nilio ni kwa neema ya Mungu, vyote ninavyo ni kwa neema ya Mungu. Na kwa ajili ya hiyo moyo wangu na msifu na mtukuzo na mshukuru Mungu. Lakini pia wewe ambaye umepanda kiburi, wewe ambaye umejitapu, umejivuna, umefikiri ya kwamba una uwezo na nguvu wewe bila Mungu, utasimama. Tuombe Mungu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Hili neno lisiwe tu la kuweza kusikia, lakini Mungu akusaidia, nisaidie baada ya hapa iwe maisha yetu ya kila sana, kila dakika, hadi Yesu anapokuja kulichukua kanisa. Karibu na baba mchungaji iko nasimama ili kutuongoza katika maombi haya.